بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ndugu zangu watazamaji, wasikilizaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumuhimidi subhanahu wa ta'ala kwa kumtakasa na kumtukuza na neema zake na sifa zake zilizokamilika, na tunamtakia rehema na amani zimwendee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na ali zake na masahaba wake na yoyote atakayemfuata kwa mwenendo wake wa kumwabudu Mwenyezi Mungu mpaka siku ya Kiyama. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Mola wetu atupe kuwa ni wenye kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vilivyo, na atuweke katika waja wake ambao ni waja bora, ambao wanamwabudu ukweli wa kumwabudu. Atuepushe, atuweke mbali na wale ambao wanaabudu vingine visivyokuwa Mwenyezi Mungu. Atuepushe mbali na kumshirikisha Mola wetu. Atupe kuwa ni wenye kumpwekesha upekee, ye pekee, asiyekuwa na mshirika, asiyezaa wala kuzaliwa, na atupe uzuri hapa duniani na atukutanishe na mtume wake siku ya Kiyama tukiwa ni waja wake wazuri, miongoni mwa waja ambao wamewachagua. Allahumma amin. Sasa zungumzo yetu ya leo, tunaendelea, tuko katika mwezi wa Ramadhani. Tuko katika mwezi wa Ramadhani. Tumezitimiza siku 10 za mwanzo, zimeisha. Tumeanza siku 10 za katikati za Ramadhani, lakini nitazungumzia sana siku za mwisho, siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kipindi chetu kilichopita tuliuzungumzia usiku wenye makadara. Tumeyazungumza machache, lakini itakuwa tuzizungumzie hizi siku 10 za mwisho, kwa sababu siku hizo ndio usiku huo unapatikana katika siku 10 za mwisho. Sasa anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kana ajwadun nas, Mtume wa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuzifuata na kuzitekeleza na kufanya ibada nyingi sana miongoni mwa wengine, kwa sababu yeye ni nabii. Kwa hiyo ndiyo mwenye kujua vizuri sana mambo ya ibada, ndiye anafahamu vizuri vipi vinapatikana katika ibada, anamjua vizuri Mola wake, anajua vizuri cheo chake. Kwa sababu hiyo inampelekea, kwa sababu hiyo yeye ndiye mjuzi kuliko sisi,
hiyo ndiyo inayompelekea kuwa ni mwenye kutuzidi kufanya ibada. Mtu yoyote anayejua kuliko wengine ndiye anayejua uzuri na kutengeneza vizuri jambo ambalo anawezidi kujua. Kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an, innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, miongoni mwa waja wake wale ambao wanaozidi kumcha na kumwabudu vilivyo ni wale ambao ni wajuzi. Sasa wajuzi, hakuna mjuzi katika binadamu kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyofundisha wajuzi wote, ndiyo kawafundisha masahaba. Kwa hiyo yeye alikuwa akitoa elimu kwa mwenyewe. Yeye elimu yake alikuwa anaichuma kwa mwenyewe, mwenye elimu ndiye alikuwa mchuma kwake. Sasa elimu aliyoichuma kwa mwenyewe ndiye anakuja kutufundisha sisi, au anakuja kuwafundisha wengine. Kwa sababu hiyo yaonyesha kwamba yeye ndiyo apaswa kumcha Mwenyezi Mungu kuliko wengine, kwa sababu ni yeye anayemfahamu kuliko wengine. Mtume wa Mwenyezi Mungu anafahamu sana Mwenyezi Mungu kuliko sisi, kuliko watu wengine. Na wale ambao walikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake, na wenyewe ndio walikuwa wanazidi wengine kuliko kumfahamu vizuri Mwenyezi Mungu. Na ukitizama vyeo vyao katika kupigania dini, utajakuta kwamba haya ndiyo ukweli. Kwa sababu wanamjua Mwenyezi Mungu kuliko wengine. Mwenyezi Mungu alipoamrishwa kwamba amkeni, ihameni Maka mwende Madina, hakuna aliyetizama nyuma wakati wa kuhama. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanafahamu vizuri, wamefahamu vizuri nani ameamurisha, amri inatoka kwa nani. Hiyo ya kwanza. La pili, wamejua kwa nini ameamurisha kuhama kutoka Madina, kutoka Maka kwenda Madina. Kwa hiyo wanayoyataka kwake ni makubwa kuliko wanayoyataka kwake ni makubwa, ni mazuri, ni mazito kuliko ambayo wanayo hapo duniani, hapo Maka: mashamba, biashara, wanawake, watoto na vinginevyo. Walipomfahamu vizuri Mwenyezi Mungu tu, wameona ya kwamba hakuna maisha pasipo kumwabudu Mola wao vilivyo. Kwa hiyo akiamrisha, moja kwa moja wanatekeleza. Sasa hao ambao wako hivyo, Mtume wa Mwenyezi Mungu ndiye anayewazidi na wenyewe. Kwa hiyo watu wanazidiana kumcha Mwenyezi Mungu na kumwabudu Mwenyezi Mungu kutokana na ujuzi wanao juu yake.
watu wanazidiana kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu au kwa tofauti wanazo katika kumjua. Anayemjua, anayemfahamu vizuri sana kuliko wengine ndiye anayemwabudu vilivyo na kumcha kuzidi wengine. Sasa kama ni hivyo, Mtume wa Mwenyezi Mungu katika Ramadhani siku za mwisho 10 kana ajwada an-nas ma yakunu fi Ramadhan. Ikifika Ramadhani alikuwa ibada zake zinaenda pamoja na kujitolea, yani anakuzidisha ibada zake anazofanya katika siku zingine. Ikiwa ni Ramadhani, anakuwa ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu ziada. Anasema kiwa zinaingia 10 awakhir fi Ramadhan, zinaingia siku 10 za mwisho za Ramadhan, shadda mizarahu, anafunga mkanda kama wanavyosema kwa siku za leo. Anazidi kufunga vikoi vyake, yani bimaana anazidi kuwa imara tena kwenye ibada. Tizama, amezidisha katika Ramadhan, lakini zilipofika siku 10 za mwisho za Ramadhan akawa ni mwenye kuzidisha tena. Hina yalqahu Jibril, anakuwa nasoma kisomo cha Qur'an, anazidi kumcha Mwenyezi Mungu pindi anapomshukia Jibril, kwa sababu Jibril alikuwa akimshukia mara nyingi katika mwezi wa Ramadhani, na alikuwa akizidisha kumshukia katika siku 10 za Ramadhani, siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya usiku ule ambao tumeuzungumzia mwanzo, usiku wenye makadara, usiku wenye mema kuliko miezi 1000. Yani ni kuliko, sio sawa wala sio kufanana abadan, ni kuliko, yani ni mzuri kuliko. Sasa tupate mapumziko kidogo, tena turudi katika kipindi chetu. Naam, sasa tulivyoona ni kwamba Mwenyezi Mungu hufadhilisha katika namna yake atakavyo yeye. Siku 10 za mwisho wa Ramadhani zinakuwa ni zenye fadhila nyingi sana kuliko tena hizi siku 20 zilizopita. Na wanazioni wakati walikuwa wakizungumzia hizi siku, wanasema zile siku 10 za Dhulhijj ndizo nzuri zaidi kuliko siku 10 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini siku 10 za mwezi wa Ramadhani ni nzuri zaidi kuliko siku 20 zilizopita. Na
Mfano wa uzuri wake ni kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizidisha ibada ndani ya siku hizo 10. La kwanza ni kuwa uzuri wake au ubora wake kuliko 20 ni kuwa katika siku hizo 10, miongoni mwa usiku wake, miongoni mwa usiku wa hizo siku 10, ndiyo imeshuka usiku bora kuliko miezi 1000. Sasa hii inaonyesha uzuri wake, uzuri wa siku 10 kuliko siku zingine katika Ramadhani. Sasa kama hizi siku bora za mwisho ni siku bora, ni vizuri sana katika hizi siku mtu awe makini sana, kama nilivyowaambia kwamba anayezidi kujua jambo ndiyo anayezidi watu ambao wako kwenye jambo hilo. Ambaye anafahamu vizuri uzuri wa jambo fulani ndiye anayekuwa mzuri zaidi kwa kulitekeleza, ndiye anayekuwa mzuri zaidi kwa kulifanya, ndiye anayekuwa mzuri zaidi wa kulihimiza. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amejua uzuri wa Lailatul Qadr, ndiyo ametuambia kwamba mnajuaje, mtajuaje ukubwa wake, mtajuaje uzuri wake. Akatutajia uzuri wake kwa sababu ni yeye anayefahamu zaidi, ndiye kauumba usiku huo, ndiyo katengeneza mapato yatakaopatwa na atakayekutwa na usiku huo akiwa ni yuko kwenye ibada. Kwa hiyo ambaye anafahamu vizuri jambo ndiye anayekuwa zaidi wa kulipenda na kulifanya na kulihimiza. Kwa hiyo aliyokuwa zaidi anajua uzuri wa siku hiyo alikuwa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akatupa mfano kweli wa kutuonyesha ya kwamba hizi siku 10 za mwisho mwezi wa Ramadhani ni siku kubwa sana kwake. Sio kwake peke yake, bali ni siku nzito, ni siku za heshima kwa Uislamu. Mola wetu anazipenda sana kuliko siku 20 zilizopita. Si kwamba hizi siku 20 zilizopita hazipendi, la, anazipenda zote. Mtu akitembea akiwa anatembelea kwenye ibada zake kwa kumcha Mwenyezi Mungu, amezitengeneza kwa kumfaidisha na kumupa mema. Lakini hizi siku 10 za mwisho, hizi siku 10 za mwisho zinakuwa tena ni zaidi. Kwa sababu gani? Ya kwanza ni kuwa Qur'ani imeshuka katika siku hizo au usiku wa siku hizo. Usiku wa siku hizo imeshuka Qur'ani. Siku 10 za mwisho ndipo Mwenyezi Mungu ameshusha Qur'ani. Na Qur'ani ndiyo maneno ya Mwenyezi Mungu anayotuongoza. Ina maana Uislamu wote ameushusha Mwenyezi Mungu katika usiku huo, kwa sababu Qur'ani ndani yake maamrisho yake, ndani yake
mahimizo yake, ndani yake kuna historia na kila kitu. Haya yote yameshuka katika mwezi wa Ramadhani katika siku 10 za mwisho, na katika usiku uliokuwa bora katika usiku mwingine. Sasa hizi siku 10, ndugu yangu, mimi na wewe tunatakiwa kabisa tujiandae. Tuko vibaya sana. Sisi tunahitaji rehema zake Mungu, tunahitaji usamehevu wake Mungu, tunahitaji mazuri yake Mungu, tunahitaji thawabu zake sana Mola wetu. Kwa hiyo njooni tuingie katika siku kuu za mwisho, siku ambazo ni siku bora, tukiwa tumeisha jiandaa. Jiandae. Vipi utaingia katika siku hizi 10 Mwenyezi Mungu akikufikisha? Kwa sababu vyote ni njia zake Mwenyezi Mungu na kutaka kwake. Kuna ambaye amefunga siku 3 kwa leo hayupo, hakufunga siku ya 4. Kuna aliyefunga siku ya kwanza hakufunga ya pili, na kuna aliyefunga siku 10 hizi na wala hatofunga 20 zijazo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akikufikisha katika siku 10 hizo za mwisho katika mwezi wa Ramadhani, ndugu yangu, dada yangu, msikilizaji, mtazamaji, unapenda au unapendelewa au unatakiwa uwe umeshajiandaa kwa kuacha mambo maovu, maneno yasiyokuwa na maana, vitendo ambavyo havipendezi kwa mwanadamu. Uwe ni mwenye kuingia katika hizi siku 10, uwe ni mwenye kujiandaa kinguvu kwa kuzifanya ibada zake Mwenyezi Mungu. Kusoma sana Qur'ani, kwa sababu ni siku ambazo imeshuka Qur'ani. Kusali sana katika siku hizo, kwa sababu zilipoingia mtume wa Mwenyezi Mungu alizihama nyumba zake, akawahama wake wake, akaingia itikafu ya siku 10. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kuonyesha uzito wa siku 10 za mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Sasa inatakiwa mimi na wewe tujiandae mapema, utizame vipi utakuwa katika siku hizo na usiku wazo wa hizo 10. Mchana acha tuwe ni wenye kufunga, usiku tuwe ni wenye kusoma sana Qur'ani na kusali sana. Usiku huo acha tujiandae, tuwe ni watu wa kusali sana, tujitengeneze sana, tuwe ni watu wa kusimama sana, tukimtajia Mola wetu matatizo yetu na kumuomba sana msamaha kwa yale tuliyoyakosea kama wanadamu. Na tuwe ni wenye kuwa wepesi katika siku hizo. Tulale mapema ili tuamke usiku. Tukimaliza kusali tarawih ndani ya siku hizo 10 za Ramadhani, tuarakie
kupumzika, ili tupate namna ya kuamka usiku, kwa sababu hizi siku hazitaki uvivu. Siku 10 hazihitaji muvivu. Ndugu zangu Waislamu, huwezi ukaukuta usiku ulio bora isipokuwa kwa wale ambao wamejiandaa katika mchana wake, katika mchana wa hizo siku. Sasa tunajiandaa mapema kabisa kwa kuyatengeneza yale yatakayo tufaidi katika siku hizo 10 za mwisho. Kama ulikuwa unasoma Qur'an juzu 1, jitahidi katika hizo siku, katika siku hizo soma juzu 2 za Qur'an, soma 3, soma 4, soma 5 na kuendelea, kwa sababu pindi unapozidisha katika ibada hizo katika siku hizo, ndivyo vizuri, ndayo mazuri unayoyapata, ndiyo mazuri unayoyapata. Sasa ukiwa mvivu katika siku hizo, ndiyo hasara mwanadamu atapata, na hatupendi hasara na hatuhitaji hasara. Tunahitaji kweli kuwa tunayapata mazuri, tunahitaji kuwa tunayapata mema. Tunaomba Mwenyezi Mungu akubali funga yetu na atukubalie maneno ambayo yametoka yawe ni mazuri, na atupe kutufua wenye kujiandaa siku 10 za mwisho. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.